Naomba tusome kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari ule wa 3. Mathayo sura ya 4 mstari ule wa 3. Utaona neno linathibitisha ya kwamba mjaribu wetu sio Mungu. Tunapojaribiwa tusiseme Mungu anatujaribu. Yuko anayetujaribu na lengo lake, na yeye yuko kwa kusudi maalum ili apate kututhibitisha, tupate kuthibitishwa mbele za Mungu. Sura ya 4 tuanzie ule mstari wa kwanza. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Ili afanyaje? Ili afanyaje? Na nani? Na nani? Lo, kazi ya Mungu ni kumruhusu mjaribu. Hapo Roho ambaye ndiye Mungu ndiye aliyempeleka Yesu nyikani, na lengo la kumpeleka kule akajaribiwe na Ibilisi. Lakini wakati unapokuwa unajaribiwa na Ibilisi, Mungu anakuwepo karibu sana na wewe. Yeye anatoa njia ya kutokea, anatoa majawabu kwako ya kushinda jaribu la shetani. Na watu wote wanaoshindwa na jaribu ni wale ambao wanatoka kwenye kusimama na Mungu, wanatoka kwenye kumsikiliza Mungu, kwenye kumtii Mungu, kwenye kutembea katika maelekezo ya Mungu. Wanaanza kutembea kwa akili zao wenyewe, kwa mawazo yao wenyewe, kwa ushawishi wa wanadamu, kwa fikra zao wenyewe. Ndio maana maandiko yanasema usizitegemee akili zako mwenyewe. Sema amen. Kwa hiyo anasema mjaribu akamjia akamwambia no. Sema hivi, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia. Mjaribu ambaye ni nani? Ni Shetani, Ibilisi na Shetani. Akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Sikia, huyo ni mjaribu. Yesu naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa unaweza ukaona, sema amina kwa jina la Yesu. Jaribu la shetani juu ya Yesu lilikuwa tayari limeandaliwa jibu ambalo ilikuwa ni kazi ya Yesu kuelewa katika jaribu hilo Mungu anasemaje. Katika huo mtego Mungu anasemaje. Sasa kwa sababu Yesu alikuwa yuko makini kutembea katika agizo la Mungu, katika kanuni ya Mungu, ghafla ielewa mapenzi ya Mungu katika hilo. Anasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Mjaribu alipokuwa kimjaribu, usifikiri kwamba lilikuwa ni jaribu dogo. Sikiliza, kwenye jaribu kama hilo mpaka leo watu wanajaribiwa na wanatoka kwenye kusudi la Mungu, kwa sababu hawatumii neno la Mungu juu ya hilo jaribu. Wakati mtu anapopitia kwenye upungufu wa mambo fulani, udhaifu wa mambo fulani, uhitaji wa mambo fulani, amepungukiwa chakula, amepungukiwa hiki, amepungukiwa vazi, amepungukiwa pesa, amepungukiwa hiki na kile, anasemaje sasa hivi? Shetani anamzomea, anasema tazama, huna pesa, huna chakula, huna hiki, huna hiki. Wakati anapokusemesha hivyo na kuna namna anakuelekeza, anasema huna hiki, fanya hivi, kinyume cha mapenzi ya Mungu. Anakuelekeza kinyume cha mapenzi ya Mungu. Huna hiki, iba. Huna hiki, sema uongo. Huna hiki, fanya hivi. Huna hiki, fanya hivi. Huna hiki, singizia. Huna hiki, singizia. Je, wengi wanashindwa
kwa sababu katika saa hiyo wanatumia akili zao wenyewe. Wanadamu wengi wanatumia akili zao wenyewe, nafsi zao wenyewe, fikra zao wenyewe, mawazo yao wenyewe. Na katika mawazo ya mtu mwenyewe, maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu mwenyewe, lakini kule mwisho ni njia ya mauti. Lakini katika neno la Mungu hakuna kupotea. Hakuna kupotea. Usifikiri ni muishia tu Yesu aliyojaribu. Inaenda mpaka leo. Ndio maana watu wanapofika mahali pa uhitaji fulani, shetani anawaelekeza, una uhitaji ya hiki na hiki, unahitaji kujenga nyumba, unahitaji kusoma, unahitaji kusomesha, unahitaji kufanya biashara, unahitaji vile. Anamwelekeza kusiko mapenzi ya Mungu. Ndio kwa sababu wanadamu si watii wa neno la Mungu, si watii wa Mungu, wanajikuta wamejitupa huko. Wamejitupa kufanya yasiyo makusudi na yasiyo mapenzi ya Mungu. Ndipo pale neno la Mungu linasema hivi, hali watu wakitamani kuwa na fedha, kuwa na maisha mazuri, wakitamani utajiri, wamejichoma kwa maumivu mengi. Wamepata taabu nyingi huko, wamepata shida nyingi huko, hali wakitamani katika matakwa yao wenyewe, katika mapenzi yao wenyewe, katika nia zao wenyewe. Sasa kumbuka, unapopita peke yako bila Mungu, lazima uwe na uhakika utaumia huko unakoenda. Chochote unachokifanya pasipo Mungu, ujue kitakuliza, ujue kitakufanya uomboleze, ujue kitakufanya ujute, ujue kitakufanya ukate tamaa, uvunjike moyo, ujidharau, maana hapata kuwako msaada. Biblia inasema kwamba nitayainua macho yangu niangalie milima, msaada wangu utatoka wapi? Nao msaada uko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo katika jambo lolote ambalo utatembea pamoja na Mungu, utauona wepesi usio wa kawaida, utauona urahisi usio wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakufanyia wepesi, anakufanyia urahisi, maana anatangulia mbele yako. Lakini ukiwa peke yako, utajikwaa, hakuna msaada, utajigonga, hakuna msaada, utakwenda, hauna majibu. Ndio inatokea kujuta. Kwa nini? Kwa sababu kalama ya Mungu haina majuto. Unapoona unapita kwenye kitu fulani unajuta, unapitia majuto, sema amina kwa jina la Yesu. Katika saa hiyo, ondoa haki yako mwenyewe, ondoa haja ya kujisifu, ondoa hali ya kujiamini, rudi kwenye msalaba wa Bwana. Mwambie Mungu, katika jambo hili yamkini nilianza peke yangu, sikukuruhusu wewe Mungu, kwamba unalima, kwamba ni biashara, kwamba ni ndoa, kwamba ni shule, kwamba eneo lolote ni kazi. Lazima unapoona unapitia majuto, unapitia shida, unapitia tabu, lazima urudi kwamba nimeanzaje ili, nilianzaje ili upate kuomba rehema za Mungu, Mungu aingilie kati. Lakini wengi wetu baada ya kushuka na kuomba rehema mbele za Mungu ili aingilie kati makosa yetu, tunaingia sisi kumlaumu Mungu. Ina maana Mungu haangalii napitia hili, haangalii naona napata shida, naona napata hivi. Sikiliza, ulianzaje? Na hilo ndio lifanya ulianza na Mungu, umemshirikisha Mungu, unatembea na Mungu, ulijua mapenzi ya Mungu katika hilo. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Ndio hiko katika maeneo mbalimbali, iwe ni kwenye utumishi wako. Watu wameenda kwenye utumishi pasipo Mungu, wanajuta, wanapata taabu, wanahangaika, wanalia, wanaomboleza. Walishasingizia watu, walishasingizia vitu, walishasingizia hali, walishasingizia hiki na kile. Lakini sikiliza nikwambie, haiwezi kuwasaidia. Na kwa bahati mbaya, maandiko yanasema mtu akitia mkono kulima kisha akaangalia nyuma hafai. Unaweza ukapata nguvu kubwa kutoka kwa shetani ya kukusukuma utembee, uende mbele katika kitu asichokuwa kwa Mungu. Lakini nataka nikwambie, utakosa nguvu ya kukurudisha. Utakosa nguvu ya kukurudisha.
Haleluya, haleluya. Kwa hiyo katika lile neno tuelewe kwamba tunapokuwa tunapita katika jaribu, jambo lolote, hali yoyote, namna yoyote ambayo inatupa kujuta, mbele yetu hatuoni upendo, mbele yetu hatuoni njia, mbele yetu hatuoni nuru, lazima tufike kutafakari kwamba katika jambo hili, je, Mungu anahusika? Mungu yupo? Au kuna fikira yangu mwenyewe inanijaribu? Au kuna mawazo yangu mwenyewe yanajaribu? Au kuna nafsi yangu mwenyewe inanijaribu? Na ukigundua Mungu hayupo, ni nafsi yako mwenyewe unajuta, rudi kwenye msalaba wa Yesu, rudi mbele za Mungu kwa toba, rudi, nyenyekea, shuka, yatafute mapenzi ya Mungu aliye hai. Haleluya, watakatifu wa Bwana Yesu. Kwa hiyo tumeona kwamba neno la Mungu anaposema kwamba mtu anapopita kwenye majaribu asiseme mimi ninamjaribu. Wengi wanasema Mungu ameruhusu hili nilipitie. Kama Mungu ameruhusu na karama ya Mungu haina majuto, mbona unalia? Mbona unaomboleza? Mbona unakata tamaa? Mbona katika hilo jambo unamkosea Mungu? Kila itwapo leo unazidi kutoka, unatukanana, unaziaki, unabeza, unaiba, unapigana, unafanya vile. Je, karama ya Mungu ni kupigana? Ni kutukana? Ni hasira? Ni fitina? Ni chuki? Kwenye karama ya Mungu hakuna majuto. Mungu hawezi kuruhusu jambo alafu likudumbukize. Aliporuhusu Mungu ni pale utakapoona amani ipitayo fahamu za kibinadamu. Yaani wakati unapita pagumu, watu wanakuhurumia, ndani yako unaona chemichemi za mito ya maji ya uzima, unaona nguvu, unaona amani, unaona furaha, unaiona njia wakati wengine hawaioni njia, unaona upenyo wakati wengine hawaoni upenyo. Ujue hapo uko pamoja na Mungu. Sema mimi kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio maana unamwona Yesu, namsikia anasema hivi, nyinyi hamjui niendako, ila mimi najua. Sema amina. Anasema mimi najua ninakokwenda, njia naiona, upenyo nauona, ushindi nauona. Na ndio maana alimkemea Petro wakati Petro anataka mzuilie kwa kuogopa kwamba uko anakoenda kuna ugumu, kuna shida, bwana, kuna tabu. Akamzuilia, anapigana kimwera na msiaka sikio yule mtumwa askari, lakini Mungu alimkataa, sema hapana. Kwa nini? Hebu angalia, anamwambia Yesu, hayatakupata haya. Yesu anasema rudi nyuma yangu shetani, ukikwazo. Maana yake usinizuilie mahali nimeandikiwa kupita. Usinizuilie mahali ambapo nimeandikiwa utukufu. Nimeandikiwa kupitia hapo, nipewe jina lipitalo majina yote, nipewe heshima inayozidi mabwana na wafalme wote wa dunia. Semeni amina kwa jina la Yesu. Anasema ukikwazo rudi nyuma. Hajuti kwamba kuna ugumu mbele yangu, kuna shida mbele yangu, kuna kitabu mbele yangu. Anaona utukufu badala ya kuona shida. Sema amina kwa Yesu. Nini? Ni kwa sababu Mungu aliruhusu. Na kumbuka, Mungu anaporuhusu anaahidi kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Na ndio maana anaahidi kwamba upitapo katika maji mengi hayatakugharikisha. Upitapo katika moto hutaungua, wala miali ya moto haitakuteketeza. Hebu sema amina kwa Yesu hai. Aliye na Bwana katika jambo ambalo Mungu ameruhusu ili imani yake ipimwe, imani yako ipimwe, imani yako na wokovu na utumishi wako ili uthibitishwe, uwe na uhakika mnaingia kwenye moto pamoja naye, mnaingia kwenye maji mengi pamoja naye, mnaingia kwenye popote utakapopita unapita pamoja naye. Na ndio maana akina Danieli hawakujuta kutupa katika tumbo la simba. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego hawakujuta. Hatusikii popote wanajuta. Wakati kuna watu wanajaribu wao wanasema hivi, hatuna haja ya kukujibu. Sema mimi kwa jina la hai. Lakini unachopaswa kujua ni kwamba hatuko tayari kuabudu sanamu yako. Usifikiri kwamba ilikuwa ni jaribu dogo. Wakati leo hii wamezuiliwa mambo fulani na ndugu zao kwa sababu ya Yesu, alafu kimekuwa chanzo cha kuacha wokovu, kimekuwa chanzo cha kukata tamaa, kimekuwa chanzo cha kurudi nyuma. Unaposoma Biblia usione wenzio waliposhinda palikuwa ni pa kawaida, palikuwa ni pepesi. Linganisha yale mapito yao alafu na mapito unayopitia.
alafu linganisha maamuzi yako na maamuzi yao, ndipo utagundua kwamba neema ya Kristo, uwezo wa kiungu, uwezo wa Mungu aliye hai ndio uliowafanya wapenye pale, haikuwa katika akili zao. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo fahamu hivyo kwamba unapojaribiwa usiseme ninajaribiwa na Mungu. Haleluya. Bali ufahamu kwamba unajaribiwa na tamaa zako zinazokuvuta huko na huko. Sasa tuangalie kanuni zinazotupa wepesi wa kushinda na kutoka katika jaribu kwa wepesi. Namna tunavyoweza kutoka kwenye majaribu kwa wepesi. Na nikwambie ukweli, umeamua kwenda mbinguni, lazima jaribu liko mbele yako. Anayekujaribu ni shetani, kwa sababu ana wivu, anatafuta namna ya kukukwamisha, anatafuta namna ya kukurudisha nyuma, namna ya kukutenga na ufalme wa Mungu. Sema amina. Ndio. Sasa kanuni ya kwanza, usione ni ajabu kuudhiwa kwa ajili ya haki au jina la Yesu. Usione ni ajabu. Kuna watu wengine wanasema, kwa nini natokana wakati nimeokoka? Kwa nini napitia haya kwa sababu wakati nina Yesu? Kwa nini Mungu amenipa? Hapana. Usione ni ajabu kupitia hayo unayoyapitia, kupita kwenye hayo mapito, kupita kwenye hizo dhiki na tabu. Kwa nini? Kwa sababu zimewekwa kwa kusudi maalumu, zimebeba utukufu wako. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 10 anasema, heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyoudhiwa manabii waliokuwa kabla yenu. Sasa turudi tutafakari pamoja. Mtu wa Mungu, unapokuwa unapita katika mapito unayoyapitia, je, unafurahi? Je, unamshukuru Mungu? Unapokuwa unapitia hapa ambapo nasema Mungu ameruhusu, kwa sababu kama Mungu ameruhusu, sio tamaa zetu, sio upinzani, ushindani ulio katika fikra na mawazo yetu na nia zetu, basi tungefurahi. Lakini kama ni nia zetu, ni fikra zetu, ni mitazamo yetu, ni matakwa yetu ambayo ni kinyume cha mapenzi ya Mungu, lazima utajuta tu. Utaona ni pagumu, utaona huwezi, ni kisima kirefu. Hebu sema amen. Na kwa sababu tunapokuwa tunapita mahali fulani, sikiliza, mara nyingi unahisi la kwako ni kubwa kuliko wengine. Unapoona mwenzio anakutia moyo, unasema hivi, hujui tu, ni kwa vile hupitii wewe. Ndugu wako waliopitia hapo zaidi ya hapo, lakini walisimama na Mungu na ushuhuda wao ni mzuri, ni bora, walivuka kwa ushindi. Wewe unasema ni kwa vile sio wewe. Maandiko yanasema ni heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Sikiliza, wengi wanapata maudhi wakiwa nje ya haki, nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unaudhiwa, unadhihakiwa ni ukiwa nje ya mapenzi ya Mungu. Tayari mwili wako ni hai. Unapoudhiwa unasikia maumivu, unasikia kuchoka, unasikia kukata tamaa, moyo unafadhaika, moyo unaumia. Kinachofanya hivyo uumie ni mwili. Maandiko yanasema walio ndani ya Kristo wamekufa pamoja na yeye. Wakati unapotukana lile tusi unaliangalia tu, hata yani haliudhuru chochote. Kuna wakati mwingine watu wanapigwa, watu wanatengwa, wanalala nje, wanadhihakiwa kwa namna mbalimbali. Wakiwa pamoja na Kristo, hutawaona vinywani mwao wananena
nje ya mapenzi ya Mungu anakufuru. Hebu mtazame Stefano, sema mbele. Yuko kazini, yuko kwenye shamba la Bwana na ubiri, na Mungu yuko pamoja na yeye, alafu bado ameruhusu wapige mawe. Amesimama na itenda kazi ya Mungu, anamhubiri Kristo, analitetea jina la Yesu. Na maandiko yalisema kwamba Roho wa Bwana alikuwa pamoja naye. Alikuwa ni miongoni mwa mashemasi ambao walipata neema na kibali na ujazo wa Roho Mtakatifu katikati ya mitume. Walikubaliwa na Mungu, na Biblia inasema kwamba alikuwa ni mtu mwenye imani. Sasa anatenda kazi ya Mungu, ghafla anakutana na mawe, anakutana na miaka. Ona kinachomtoka kinywani mwake: Bwana Yesu wasamehe, kwa maana hawajui wanitendao. Musa anasema roho yangu naisalimisha kwako. Sema amen. Mbingu zinafunguka kwa ajili yake. Maana hakuyatazama mawe, alikuwa anaona utukufu unaoambatana na yale mawe. Sema amen. Usisema unajua Stefano, roho yule ambaye Stefano aliahidiwa ndiye roho huyo ambaye sisi tumeahidiwa. Usifikiri wa Stefano alikuwa ni kiwango kingine. Alikuwa ni kiwango kwa kipimo kile. Roho atendaye kazi kwa wote. Aliyekuwa akitenda kazi ndani ya Stefano ndiye aliyetenda kazi ndani ya mitume wengine na manabii waliotutangulia, na ndiye roho ambaye tumeahidiwa. Alafu kizuri, sisi tunatembea kwenye ahadi zilizo bora kuliko agano la kale. Sema amen. Huku tuna neema zaidi ya watu wengine waliotutangulia, manabii waliotutangulia. Leo hii unaweza kudhani jaribu la kwako ni kubwa kuliko. Sikiliza, ni kubwa kwa sababu uko peke yake, na nimekukuta ukiwa nje ya haki. Kwa hiyo huna msaada. Ni sawa na mtu anang'olewa jino pasipo ganzi. Hebu sema amen. Unang'olewa jino pasipo nini? Ganzi. Utaona maumivu yote, kwa sababu Roho Mtakatifu wakati wa majaribu ndiye ganzi yetu. Sema amen. Ndiye anayetutia moyo, ndiye anayetufariji, ndiye anayetuonyesha njia tuendako, ndiye anayeonyesha ushindi mbele yetu. Kwa hiyo saa ya kujaribiwa usione ni ajabu, usitangulize utu wako, usitangulie aibu kwamba watanionaje, nitaaibika, nitafedheka, amenionea sana, itaonekana mimi ni mjinga. Biblia imeweka wazi tu, yapoitwa wajinga, lakini hatutapotea katika njia ya haki. Hebu sema amina kwa jina la hai. Unaogopa kuwa mjinga kwa ajili ya Kristo, unaogopa kudhihakiwa kwa ajili ya Kristo, unaogopa kutengwa kwa ajili ya Kristo, unaogopa kudharauliwa kwa ajili ya Kristo. Wengine hapa tumeambiwa hatuna akili, tumefanyika mateka ya shetani. Yaani sisi tunaabudu mashetani, ndivyo tulivyoambiwa. Kwa sababu katika ulimwengu wa sasa cha shetani kimegeuzwa kuwa ndio cha Mungu, alafu cha Mungu kimegeuzwa kuwa cha shetani. Unaona kinyume kilivyo? Wale wote wanaotembea na cha Mungu, dunia inasema ni cha shetani. Shetani anasema ni cha kwangu hicho, ni cha kwangu hicho, ili awavunje watu moyo, ili wakatishe tamaa, awarudishe wengi moyo, awaondolee imani wengi. Hakuna chochote cha kimungu ambacho, hebu sema amen, chochote cha kimungu ambacho mtu atatembea kiwepesi wepesi. Unasoma maandiko yanasema ni ufalme wa Mungu atauteka wenye nguvu. Kinyonge chochote hakitauteka ufalme wa Mungu. Tena maandiko yanasema hivi, hebu sema amina kwa jina la hai. Anasema hivi, tukiwa tumeamua kumtumikia Mungu tutaudhiwa tu kwa ajili ya haki. Dunia iko sifu wewe nani? Ikiwa mti mkavu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sembushe mti mbichi, mti mkavu eti. Sema amen kwa jina la hai. Sembushe mti mkavu ikiwa mti mbichi. Haleluya. Sembushe mti mkavu. Bwana Yesu anasema duniani mnayo dhiki, mimi nimeushinda ulimwengu, na nyinyi jipeni moyo, kwa kuniangalia mimi niliye kielelezo mtaushinda ulimwengu. Hebu sema amen.
hatushindi kwa nguvu zetu, tunashinda katika yeye atutiaye nguvu, Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo hii ni kanuni ya kwanza. Wengi wanashindwa na majaribu, wengi wanashindwa na kuanguka na kukata tamaa na kupotea katika kweli, kwa vile wanajionea, wanaona ni ajabu, wamejitanguliza mbele, wamejipa heshima, wanaona hawastahili hayo, hawastahili kutukanwa, hawastahili kupengwa, hawastahili kudhihakiwa, kwa kutetea heshima yao, kwa kutetea utu wao, kwa kutetea vyeo vyao, kwa kutetea majina yao, wanajikuta wanaingia kupigana kibinadamu, alafu wanatafuta msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu haupo. Mungu haingiliagi vita ulioamua kupigana wewe peke yako. Alishatangaza vita yetu ni vita ya nani? Ya Bwana. Sisi tumwachie Bwana, na tunapomwachia Bwana haina maana tunyamaze kimya. Sisi kazi yetu ni kuangalia sheria yake, kutembea kwenye kusudi lake, kutembea kwenye neno lake. Kila anachotuambia ndicho tunakifanyia kazi. Akisema nyamaza, wakati watu wanataka tuseme, tuwe tayari kunyamaza ili tuonekane wajinga, tuna kiburi, tuna fujo. Kwa nini tunanyamaza kimya, tuongee wakati tutakiwa tuongee isivyo mapenzi ya Mungu? Unaonekana ni mjinga sahihi, lakini kinyume chake, ukiongea wakati mtakiwa unyamaze, wewe ndio unakuwa mjinga zaidi. Sasa aliyenyamaza kwa kuwa ilimpasa kunyamaza, anaonekana mwenye hekima, anaonekana mwenye busara, mwenye heshima. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo tunachengana na kanuni za Mungu aliye hai. Unaanza kutafuta mashahidi wakati Bwana anasema hivi, mpelekwapo barazani msifikiri namna mtakavyosema. Wewe unaanza kutafuta watu wa kukutegemesha, watu mashahidi. Unaanza kuwatafuta, unafreni na huyu utanitetea, na utanisaidia, na utanisaidia. Unapanga mawakili, unatupanga hivi na hivi. Okay, sawa. Lakini kama ni akili zako mwenyewe, uwe na uhakika utakwama tu. Lakini ukijua huko unatembea katika yamekupata hayo kwa sababu ya jina la Kristo, uwe na uhakika saa hii ukisimama mbele za Bwana, mbele za baraza na Bwana akiwapo, yeye ana uwezo wa kukamata fikira za hao. Anasema kila ulimi utakao kuhukumu utahukumiwa wenyewe. Yaani wewe utahukumu huo ulimi uliojipanga kukuhukumu wewe. Yaani inageuzwa. Wanaosema wewe ni mkosefu wanajikuta wao ndio wakosefu. Wanaosema wewe ni mbaya wanajikuta wao ndio wabaya. Kwa nini? Hiyo ndio kanuni ya Mungu aliye hai. Lakini wale wote watakao kujipigania, watakao kujitetea, watakao kujishindania, hao ndio wanatoka wana maumivu mengi, wanatoka wana makovu mengi, wanatoka wana majeraha mengi. Maana nguvu zako hazitoshi kukupigania. Mwachie Mungu akupiganie. Kazi yako wewe ni kusimama na ahadi ya Bwana na shauri ya Bwana. Haki itamwokoa mtu, haki itakutetea, haki itakupigania, haki itakushindia. Unaposimama neno moja la haki mbele za Mungu linatosha mamilioni ya maneno yatakayonenwa mbele yako. Haleluya. Wengi wanadhani wanaweza wakasikiwa kwa sababu ya wingi wa maneno yao. Kwa sababu ya wingi wa maneno yao. Tunaonekana mimi sasa mimi sina akili, tunaonekana mbaya. Nani atakaye kuona kuwa mbaya? Maana lazima ni nani atakaye wahukumia? Hukumu ikiwa Bwana amewahesabia haki. Ukienda ndani ya gereza na haki yako, uwe na uhakika utatoka kwa utukufu wa Mungu. Kwani sisi ni wa kwanza kwenda ndani. Mitume waliotutangulia waliingia na haki yao gerezani, ila walitoka kwa utukufu wa Mungu. Mpaka saa ya kuachia wakaanza kuuliza, tuachieje? Fedha imewakamata, aibu imewakamata, tuwatoeje?